Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, kwa mkunjufu na ukaribisha kuweza kufuata taarifa habari zetu katika lugha tukufu la Kiswahili. Nitakuomba uweze kunitegea sikio lako na kunipa macho yako mwanzo hadi mwisho. Nasema karibu. Tuanzie na huko Baraka ambako hali ya usalama iliweza kuzorota asubuhi ya siku ya Jumamosi ya wiki ipa Mwandiga 3 mjini Baraka. Hivyo ni kutokana na milio ya risasi iliyosikika kwa wingi maeneo hayo, ambako wazalendo wa MPLC bar FPLC pa Mwandiga 3 walikuwa wakipiga risasi kwa ajili ya kutawanya raia waliokuwa na hasira kali, ambao walipenda kumalizia maisha baba mmoja na mkewe kisha binti yao kufariki katika mazingira ya kutatanisha. Katika mazungumzo na TV yako, kiongozi wa wazalendo wa MPLC bar FPLC pa Mwandiga 3 Kamanda Chakubuta maarufu Kipamparira ameomba kwa raia kutokujichukulia sheria mkononi, bali kuacha vyombo vya sheria kufanya kazi yake. Upande mwingine ametoa picha halisi ya kile kilichotokea katika eneo la tukio. Kama milio ya risasi ilikwenda kusikilika, sio kingine, sio kupora au vita. Ilikuwa ma 23h ya busiku. Dada mmoja alishikwa na ugonjwa ghafla, kichwa kuuma, ikafikia mazero ere wakampeleka kwenye hospitali pale Mshimbaki, na mtu akakata roho akafa. Sasa tansio ya raia pasubuhi walianza kujiandaa mpaka waue yule ambapo ni mzazi wake, baba, mama pamoja na dada yake ya baba. Na en cas d'intervention il faut to intervenir, kwa sababu sisi tuko leta na leta yuko inapendezwa waone mtu anataka muua kwa macho yake, tuka intervenir na intervention mpaka kipapa kikalia juu ya kufanya intervention ya kuokoa ule mtu, na Mungu akatusaidia tukamrekipere, tukakuwa naye mikononi mwetu. Unajua raia inajua mambo mengi. Raia inazungumza ya kwamba mpaka kwa sasa huyu baba katika huu mwaka ndio mtoto wake watano sasa. Watoto wako wanakufa ghafla. Mimi ninanukulu. Raia inaongea ya kwamba anayeua watoto wake ni baba pamoja na dada yake. Ndiye ambapo wako wanaua watoto. Tena vifo vya ghafla. Sisi kama vile watu wa usalama hairuhusiwi raia kujichukulia sheria mikononi. Ni lazima sheria ifuatwe na watu ambapo wanahusika na sheria. Lakini nilipenda sana raia wa Mwandiga, wakati ambapo tulifika wakatuheshimisha na wakatuliza fujo. Lakini kadiri wanavyokuwa wengine labda wangianza kushambuliana tena na majiwe sana kaza kusikia masasi, lakini wao walijitranquilize na wakaotoka ile maeneo. Kwa sasa hali ni shwari, mwili wa marehemu ulikuja, mimi nikaona tansio sio mzuri, nikaruhusu waliokuwa na mwili wa marehemu wakifikisha mpaka mwetu mkaya yetu wa MPLC bar FPLC. Ilitulizwa pale pamoja na wami wote walikuwa pale. FARDC ikakuya, zingine parti za wazalendo zikafika pamoja na polisi, na parke ilikuwa pale. Sio vizuri raia kujichukulia sheria. Ni afadhali raia wakuwa wanapeleka majukumu yao katika vyombo vya sheria. Na huko Walungu ni kwamba notable Andre Byadunia Mashaka amearifu kwa mara nyingine tena kuchukua mambo kwa uzito juu ya kusonga mbele kwa vikosi vya M23 kuelekea tarafani Shabunda, jimboni Kivu ya Kusini. Kwa mujibu wa leader huyo wa ukanda wa Kivu ya Kusini, tofauti na kutekwa kwa senta Zibira, waasi wa M23 wanaonekana kusonga kuelekea eneo la Shabunda. Hata hivyo, Andre Byadunia ameongeza kuwa kwa hali iliyopo kwa sasa serikali ya Kinshasa inaonyesha kutokujali swala la usalama mashariki mwa DRC. Kila siku niko nawaambia kwamba serikali ya Kinshasa ina mawazo mengine, mafikira mengine ndo iko mkichwa ya watu wa Kinshasa. Mafikira ya vita huku kueste haiko kabisa. Tusikose kusema juu ya nini? Tusiseme juu ya nini? Pourquoi watatufunga vinywa tusiseme aloro kema antitezi kwa zinaanguka kila siku. Zibire ilishaanguka. Sijui Chulwe ilisha iko mene saa ndo kwenye bako Chulwe. Aloro Kenzibira na Chulwe ni 18 km. Kuna bakia village nyingine moya yenye banaita Maimoya. Ile ndo village ya kwanza kuingia Mshabunda. Ça veut dire que bakiingia pale kuna bakia au moins 240 km baingie Mshabunda centre. Na ile espace yote ni forêt, hakuna nafasi banaweza kudeborder, si watadeborder. Mimi naomba na exhorter FARDC bangali kumlengo wa kutetea nchi na bazalendo
banisaidie, basaidie peuple congolais, batege maambiscade mule, parce que serikali haitawezekana. Madrone tuko nazo ni za nini? Helikoptere tuko nazo ni za nini? Pourquoi tutakuwa tunatumikisha madrone wakati enemy ashakamata eneo? Pourquoi ile mahelikoptere haiwezi kuwa intervenir, madrone haiwezi kuwa intervenir mapema sana? Tulishafanya malobinge, tunaambia serikali tusaidie ipige Kageregere. Kwa sababu Kageregere kuipiga leo wala Minembwe kupapiga leo bila kutumikisha drone wala helikopter ni vigumu sana. Memutangoya adua najisuka kisha ndo mnasema no, alikamata ingine eneo, tutoe sasa helikopter. Helikopter anaenda fanya nini alors que enemy asha kamata nchi? Muna bombarder Zibira jana alors que ilianguka depuis dimanche. Pourquoi ne pas bombarder au moment où ennemi alikuwa konaingia Mzibira? Pourquoi ba kubombarda kile wakati? Balikuwa banangoya nini? Complicité ko quelque part. Congolais muangalie mbele, mfungule macho. Inchi iko natuenda polepole bila sikuona. Inchi iko natuenda bila kuona. Bene biko Kinshasa undire hatuko nabo kumustari moya, hatuko kulengo moya. S'il vous plaît, tufungule macho. Muna watu wanasema Andra na kritika katu gouvernement. Nitakosa kritike gouvernement inaifanyi kazi kwa nini? Inchi iko naenda. Mimi sina nafasi nyingine ya kukimbilia. Niko na watoto plus ya 9. Huko watu yuko hapa Fizi, Baraka, Uvira, kuna watoto 12 hata wewe wapi mkinywa? Njoo maana tumetoa wazalendo watusaidie kuresiste. Me wazalendo wana resiste, me habana soutien, hawako souteni. Poma asasi budogo kuna bapatia wa kujidefendre. Ni auto defense tuko tunafanya. Haiko vita, hatufanani tuko mvita. Ni si population ndo tuko na boga tume. Kinshasa inajua kama huko hakuna vita. Kama bashafanya vya kufanya vyao batuambie clairement, hatuko tena na mwei, tutajua kisingine ya kujipanga. Peuple congolais tajiprendre en charge. Yo yenyewe, c'est trop. Tunachoka. Tumalizie na huko Uvira ambako watu wawili wamefariki, huku kambi ya wazalendo kuchomwa na pia shughuli zote kuzorota. Ndio matokeo ya vurugu ya kuvyatuliana risasi kati ya jeshi la taifa FARDC dhidi ya wazalendo kundi la Kamanda Lunyuki katika mji wa Uvira siku ya 5 wa wiki tunayo. Kwa jambo hilo vuguvugu machozi ya raia imetoa pole kwa familia. Udhibitisho wa tukio hilo ni wake Dunia Hamisi, mratibu wa vuguvugu machozi ya raia, ambaye ametoa picha halisi hali ilivyokuwa. Ndio jana hapa Uvira maeneo ya komine ya Kazinjira, fasi kwenye wanaita Nakioya. Hiyo jana huko kambi mbili za wasoda ambazo zinaangaliana. Sasa kuna askari mmoja wa FARDC alikuwa analewa, anatoka kunywa pombe kwenye vilabu ambavyo wanatumia mvinyo, alikuwa na silaha. Yeye kupanda analewa, akakutana na wazalendo fulani ambao wa General Lunyuki. General Lunyuki ni general mwenye kuna kapa na Kioya. Ule soda alifika pale, wale wazalendo wakamnyang'anya, wakamdesarme ule soda. Walipomdesarme akaanza lomba sekuru kuvenza yake. Sasa wengine walifika na ndio bakaanza katuliana masasi. Kwa gesi ilikuwa ni kambi mbili ambazo ziko karibu, ndio ikatuma na Kioya yote kule maeneo ya Kakombe masasi yaanze kupigwa sana na tukapoteza watu wawili, bwana mtangazaji. Donc ilikuwa affrontement kati ya FARDC na wazalendo ambao ilianza kitu kidogo saa kuanza desarme huko. FARDC walikuwa nalewa, wazalendo wanapenda waanze mdesarme na ndio kaleta makelele, bwana mtangazaji, na tukapoteza raia wawili. Mmoja alikufa na balle perdue maeneo ya Mlongwe, ambaye jina yake ni Mkubwa Baleke, alikuwa shofer, na mwingine ni Shemas ambaye alikuwa anaanza kanisani kwenda fundisha watoto, akakutana na askari. Ule askari akawazia kama ni mzalendo, akampiga masasi. C'est pourquoi tunasema kama hiyo hali vraiment inaleta situfahamu hapo Uvira, maana hatujui tunakuwa munini, vraiment hatujielewi hata. Hakuna intervention ilifanyika mwa hiyo provocation hivyo de la part ya FARDC ni wazalendo wa makundi zingine? Intervention ilikia fanyika avec retard na balikuwa walishalunguza ka ya General Lunyuki. Ile sasa inaanza affrontement bakaanza pigana, FARDC katika nenda deloger ile grupe ya ule General Lunyuki kwa makao yake na bakadunguza kambi yake. Hapo kwa intervenir hatukusikia sodamu alilumia, bara hii ndio vile wanakufa, wanamtangazaji. Tunapoteza des civils tena bote ba adulte, ba père de famille, wanamtangazaji. Hata hivyo, upande mwingine mwanaharakati huyo wa kutetea haki za kibinadamu ameomba kambi za kijeshi na wazalendo ziweze kuwekwa mbali na raia kama alivyorejea mara tena.
kama batetezi ya raia tunatoa recommandation solennelle, tunasema plutôt possible hapo Uvira tutaorganize maaktivite fulani ya kusema FARDC na bazalendo batoe ka pembeni na raia, watilie makazi hapo mbali sana kwenye sie raia. Tunasikia mamilio ya masasi saa yote, maana inakuwa kama tunakuwa Somali. FARDC na bazalendo wanapenda kuikala karibu na raia, lakini abana deontologie militaire na bazalendo abana deontologie militaire, donc buko wanaishi wanazania ilikuwa na sila. Manake unakuwa Mungu wanawaza sila ni mua yenye utaenda na gabulia watu ili wakula wajue kama sila na wanaka. Tuko tunaremarke kama bazalendo bamoya na FARDC bamoya abiko discipline. C'est pourquoi tuko kia dikuta kila siku vitu vya hivi viko vinatokea Uvira, accrochage, incident, tuerie, assassinat ciblé. Ni par rapport na comportement ambao wazalendo huko wanaonesha tarafani Uvira wanamtangazaji. Wanasema nini viongozi wa jimbo kuhusiana na hali kama na hiyo? Wa autorite provinciale wanasema wataandaa kikao cha dharura kesho ambapo wataita makushe tuikale chini tuangalie. Sio tu kama vuguvugu la Kirema machozi ya raia tumeshachoka na marenyo zenye azizai matunda. Leo kesho renyo kosa yenye bana repete leo tunaenda mrenyo kesho tena wanairudilia. Tulishapoteza raia ya mingi wa soda kwa indiscipline, inatuma sasa tunapoteza raia wa mingi sana. Leo tulifika mtoto mwenye hapo pale tena waliwaka kumaandamano. Hivi tena wengine tena wanalala, wengine tena itakuwa oblige baba garamia na baba lipe tena paske ni hapo njo beko banenka wanaua watu. Na tulishasema hivi kila raia anatakuwa nakufa kulisasi ya Suda hapo Uvira. Donc ni wa Suda watakuwa wanagaramia kilio. Wakati kwa mtu anaishi eko muzeo na uzima watu wanakia napigwa masasi. Donc mtu mtakuwa na kuwa tu na silaha yote ya soda. Ni soda itakuwa na garamia kilio na inalipa familia yake. Yo maazimio ambayo tunakamata. Penzi mtazamaji, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari zetu katika lugha tukufu la Kiswahili. Hii ni Fizi News 24 inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bye bye. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.